Kutokana na hasara ambazo Marekani inazipata, Rais wa Marekani Donald Trump anatazama namna ya kuachana na vita hivyo. Namna Trump anavyodhihirisha hasara ya vita na Iran kama mafanikio, lakini baadhi ya maofisa nchini Marekani wanasema moja kati ya chaguo la Rais Donald Trump sasa ni kuona kutokana na hasara ambazo Marekani inazipata wakati huu kwa sababu ya vita huko nchini Iran, rais ana chaguo lingine la kuachana na vita hivi. Vita vya Marekani huko nchini Iran vimeipa hasara kubwa Marekani, na kwa sasa wanahitaji fedha nyingi zaidi kwa ajili ya kuendeleza mapambano. Silaha nyingi zimetumika katika vita, lakini bado hakuna mafanikio ambayo Rais Donald Trump anaweza akayaeleza, zaidi tu ya kueleza propaganda kila kukicha kwamba anaishambulia vibaya nchi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Amechapisha orodha ya wahanga wa vita tofauti vya Marekani. Donald Trump amejaribu kudhihirisha mzozo wa Iran kama vita vyenye gharama ya chini vinavyofanikiwa, ambapo sasa anajivunia vifo vya wanajeshi 18 wa Marekani walioangamia katika vita vya karibuni, licha ya kwamba ni vifo vingi zaidi tofauti na hivyo 18 ambavyo yeye anavitaja. Simulizi ya Trump imeibua hisia kali kutoka kwa vyama vyote viwili vikuu vya Democratic na Republican, na kwa mara nyingine kuibua swali la msingi kwamba je, mafanikio ya vita yanaweza kupimwa kwa idadi ya vifo pekee? Chuck Schumer, kiongozi wa chama cha demokrasia katika Seneti ya Marekani, amesema kujivunia vifo vya watu 18 vya Wamarekani katika vita vya kizembe ambavyo amevianzisha bila sababu yoyote ya msingi ni kilele cha kutokuwa na aibu. Kwa kulinganisha takwimu za wahanga wa vita vya Vietnam, Korea, Iraq na Afghanistan na vita vya Iran, Trump amejaribu kuonyesha kwamba makabiliano na Iran ni vita vya gharama nafuu na vilivyofanikiwa. Pamoja na hayo, kile ambacho kimeanikwa wazi na takwimu hizo kabla ya kupata mafanikio hayo ya kijeshi ni mgogoro mkubwa zaidi ulioko katika uelewa wa asili wa maana ya vita, haswa ambapo maisha ya binadamu yanashushwa hadhi na kuwa namba tu kwa ajili ya propaganda za kisiasa. Kwa sasa rais wa Marekani, lakini pia kupitia vyama viwili vya Republican na Democratic, moja kati ya mambo ambayo wanayatazama ni namna ya kumaliza vita hivi. Ni vita ambavyo vimesababisha kuyumba kwa uchumi wa ulimwengu, lakini pia si tu katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa nchini Iran. Hata Marekani yenyewe inadaiwa kwamba hali ya uchumi inazidi kuyumba na bado kuna fedha nyingi ambazo zinatumiwa kwa ajili ya vita vinavyoendelea wakati huu. Wachambuzi wanasema hii ni simulizi ya kitoto, imekosolewa si kwa wanachama wa Democratic pekee bali pia na watu wa ndani wa Donald Trump mwenyewe. Marjorie Taylor Greene, mbunge wa chama cha Republican, ametafsiri chapisho hilo kama kujigamba kuhusu vifo vya askari 18 wa Marekani, huku gavana wa California Gavin Newsom akimtaja Trump kama mtu mdogo na duni ambaye anapaswa kuwaheshimu wanajeshi. Mitazamo hii inaonyesha kuwa hata katika mazingira ya mgawanyiko mkali wa kisiasa mjini Washington, jaribio la kupunguza uzito wa vifo vinavyotokana na vita limevuka mstari mwekundu ambao pande zote mbili zinakubaliwa kwamba haupaswi kuvunjwa. Swali la msingi hapa ni iwapo mafanikio ya vita yanaweza kupimwa kwa kutumia idadi ya vifo pekee. Taasisi nyingi mashuhuri za uchambuzi wa sera nchini Marekani zinajibu kwa kusema hilo halipaswi kufanyika. Shirika la Rand linasisitiza kwamba kipimo cha mafanikio si kufikia malengo yaliyotangazwa rasmi kisiasa na kijeshi, kudumisha utulivu wa eneo na kufikia maslahi ya muda mrefu na sio kupunguza tu vifo na majeruhi. Mipango ya Marekani hasa ambayo wanajitapa kwamba ni mafanikio kwao ni kuwaua viongozi wa nchi ya Iran, kumuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi Ayatollah Al-Khamenei, lakini kuwaua makamanda wakuu wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na mwendelezo wa mauaji nchini Iran. Huko kunaonekana kwa Trump kwamba ni mafanikio makubwa ambayo anajivunia, lakini mafanikio ambayo kimsingi hayakuweza kuifanya Marekani kupata ushindi katika vita vinavyoendelea. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Nikusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.